Karibu mpenzi mfuatiliaji wa Music Life TV. Leo tumekuandalia somo kuhusu octave clef. Na somo hili litaletwa kwako nami mwalimu Ayubu Romward Rwegasila, mwalimu wa muziki na mpiga kinanda. Kabla ya kuanza somo letu, karibu uweze kubonyeza alama ya subscribe hapo chini na kisha alama ya kengele ili wa kwanza kufikiwa pindi tunapoweka mafunzo katika chaneli hii. Lakini pia karibu kulike, kucomment na kushare ili mafunzo haya yaweze kuwafikia watu wengi zaidi. Octave clef. Clef ya octave katika notasi ya muziki au uandishi wa muziki hutumika kurekebisha sauti ya noti kwenye stafu, ikionyesha kwamba zinapaswa kupigwa octave moja juu au moja chini ya jinsi zilivyoandikwa. Hii inasaidia kuepuka uandishi wenye mistari mingi ya ziada, hasa kwa vyombo vinavyokuwa na anuai kubwa ya sauti kama piano, au wakati sauti ya noti ni ya juu sana au ya chini sana kwa usomaji wa kirahisi. Kwa hiyo alama hii ya clef ya octave clef inatumika kutuonyesha kwamba sauti ambayo imechorwa hapo inabidi ipigwe kwenye octave ya juu zaidi au ya chini zaidi ili kuepusha mistari mingi ya ziada. Kuna aina mbili za octave clef ambazo ni ottava au ATVA pamoja na ottava bassa. Tukianza na hatua ya kwanza, ottava au ATVA. Maana ya ishara 8VA inamaanisha piga oktava moja juu ya jinsi ilivyoandikwa. Uandishi wake, hii mara nyingi inaandikwa juu ya stafu kuonyesha kwamba noti zinapaswa kupigwa oktava moja juu, na hutumika sana wakati muziki vinginevyo utakuwa wa juu sana kwa usomaji mzuri. Kwa mfano noti za juu kwenye piano au kuepusha mistari mingi ya ziada. Kwa hiyo ATVA au ottava yenyewe inaandikwa 8 juu ya stafu na inatuonyesha kwamba inabidi tupige sauti ambazo zipo hapo kwenye oktava moja ya juu, oktava juu zaidi. Kama tunavyoona, kwa oktava inaweza ikawa hivi na 8 ya juu, ikiwa kwenye G clef au kwenye F clef inakuwa hivi juu. Ishara ya 8VA inaweza kuandikwa kwa sehemu ya muziki, na baada ya hapo maelekezo yanaweza kumalizika kwa mstari wa mkato au notasi au uandishi mwingine, ikionyesha mahali ambapo mabadiliko ya oktava yanarudia kwenye kawaida. Kwa tukishatumia oktava tunataka turudi kwenye kawaida, tunaweza tukatumia alama ya mkato au alama ya clef ya kawaida inaweza ikaandikwa tena isiyo na alama ya ATVA kwenye clef yake, kutuashiria kwamba inabidi turudi kwenye staff ya kawaida, turudi kwenye level ya kawaida ambayo tulikuwa tunapiga muziki wetu. Kwa hiyo mfano noti ikiandikwa kwenye mstari wa pili wa juu ya staff ya treble inatakiwa kupigwa oktava moja ya juu kama ishara ya ATV above ikiwa imetumika. Ottava bassa. Ottava bassa huonyeshwa kwa alama ya 8VB. Inamaanisha piga oktava moja chini ya jinsi ilivyoandikwa. Hii kwa kawaida inaandikwa chini ya stafu kuonyesha kwamba noti zinapaswa kupigwa oktava moja chini ya jinsi ilivyoandikwa. Kuonyeshwa kwamba noti zinapaswa kupigwa oktava moja chini ya jinsi ilivyoandikwa. Matumizi ya ottava bassa. Hutumika kuandika notasi rahisi kwa vyombo vya sauti za chini au wakati sauti za noti ingeweza kuwa chini sana kwa usomaji mzuri. Kwa tunatumia ottava bassa pia ili pia kupunguza mistari mingi ya ziada. Na huonekana kama ambavyo tunaona hapa, alama ya 8 inakuwa imeandikwa chini ya clef, kama ni F clef au ni bass clef. Na hii inamaanisha tukiona hivi inamaanisha unajua moja kwa moja inabidi noti hizo ambazo zinapigwa hapo ushushe oktava moja chini. Kama ilivyoandikwa kwenye
kwenye 8 VA. Ishara 8 VB inaweza kufunika sehemu ya mziki na mara nyingi huishia na mstari wa mkato au maelekezo mengine yanayoonyesha wakati wa kurudi kwenye sauti iliyoandikwa. Kwa hiyo pia tukitumia oktava basa tunaweza tukaweka mkato au tukarudisha clef ya kawaida ili kuonesha kwamba mziki utaendelea kama kawaida. Mfano wa noti iliyoandikwa kwenye clef ya besi inaweza kupigwa oktava moja ya chini jinsi ilivyoandikwa ikiwa ishara ya 8 VB ikiwa imetumika, ambayo ni octave below. Kwa nini tunatumia clef za octave? Kwanza, uwazi. Bila clef za octave, muziki wa vyombo vinavyozunguka anuai kubwa ya sauti kama piano au organ ungehitaji mistari mingi ya ziada. Hii ingefanya muziki kuwa mgumu kusoma. Kuokoa nafasi. Kwa kuonyesha kwamba noti zimepaswa kupigwa oktava moja juu au chini, clef za octave husaidia kuokoa nafasi katika notasi ya muziki, hasa kwenye vipengele vya muziki vilivyojaa au vigumu. Kama hapo tunaona hii ni namna mistari ya ziada ambavyo inahesabiwa. Kuna hiki katika kimoja kinakuwa CCC, hapa ni BBB, hapa ni 8 VB, hapa ni 15 MB. Hiyo. Rahisi kusoma. Kwa vyombo vya sauti za juu kama vile violin na flute au filimbi, au kwa vyombo vya sauti za chini kama bassoon na tuba, clef za octave hutoa mbadala rahisi wa notasi zenye mistari mingi ya ziada. Usisahau, ikiwa ni octave A au A8 VA inamaanisha piga oktava moja juu, na ikiwa 8 VB inamaanisha piga oktava moja chini. Kama ni mara yako ya kwanza kutufuatilia, usiache kubonyeza alama ya subscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi zinapokuwa hewani. Asante sana, uwe na wakati mwema.